إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu Islam, khutba yetu ya leo tutahitimisha mazungumzo yetu yaliyotangulia katika maudhui ya swala, uwajibu wake na cheo chake kikubwa katika Uislamu. Kama tulivyoahidi katika khutba iliyotangulia kuwa khutba inayofuata tutamzungumzia tarika salah, yule mwenye kuacha swala, wa ahkamihi, na ahkam mbalimbali zenye kufungamana na yeye katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Ndugu Islam, al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake As-Salatu wa hukmu tarikiha, akielezea swala na hukumu ya yule mwenye kuiacha swala, asema rahimahullah: la yakhtalifu almuslimuna anna tarka as-salati al-mafruḍati 'amdan min a'zami adh-dhunubi wa akbari al-kaba'ir. Asema hawatofautiani Waislamu, ina maana ni jambo ambalo kwamba Waislamu wote wamekubaliana, umma mzima umekubaliana juu ya jambo lake au juu ya jambo hilo. Anna tarka salati, kuwa kuacha swala al-mafruḍha, swala za lazima na swala za uwajibu, swala tano, amdan, makusudi, kwa kukusudia, pasipo na dharura, min a'zami dhunubi, ni katika madhambi makubwa, miongoni mwa madhambi makubwa, wa akbaril kabair. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwamba Waislamu wamekubaliana kuwa yule mwenye kuziacha swala za faradhi, swala tano, kusudi, pasipo na dharura, pasipo na sababu, basi amefanya dhambi miongoni mwa madhambi makubwa. Endelea kusema: wa inna ithmaha 'inda Allahi 'azza wa jalla a'zamu min qatli an-nafsi wa akhdhi al-amwali wa min ithmi az-zina wa sariqa wa shurbi al-khamri wa annahu muta'arridun li'uqubati Allahi 'azza wa jalla wa sakhatihi wa khizyihi fi ad-dunya wal akhirah. Na pia vile vile Waislamu hawakutofautiana ya kuwa ile dhambi ya kuiacha swala ni dhambi kubwa kuliko kuua nafsi na kuliko kuchukua mali za watu kwa dhulma na hata kuliko uzinifu na uwizi na kulewa. Wa annahu muta'arridun li'uqubati Allahi 'azza wa jalla, na yule mwenye kuiacha swala
ni mwenye kuitia nafsi yake katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokali fil akhirah, wa sakhati, na ghadhabu na makasiriko ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa khizyihi, na udhalilifu na Allah subhanahu wa ta'ala kumdhalilisha kwa kule kuiacha swala fi dunia wal akhirah, duniani na akhira. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwamba Waislamu wote wamekubaliana na wala hawaja tofautiana juu yake, ya kuwa kuiacha swala dhambi yake ni kubwa. Kuacha swala za faradhi kusudi ni dhambi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na dhambi lake ni kubwa hata kuliko kuua nafsi kwa dhulma pasipo na hatia na pasipo na haki, na hata kuliko kula mali za watu kwa dhulma, kuwadhulumu watu na kuzini, kadhalika na kulewa na uwizi. Na yeyote mwenye kuacha swala tano makusudi, mwenye kuzidharau swala akaziacha swala na kutoswali, basi ni mwenye kuitia nafsi yake katika maangamivu na adhabu kali ya Allah subhanahu wa ta'ala na makasiriko yake Allah subhanahu wa ta'ala na udhalilifu fi dunya wal akhirah. Kadhalika Sheikhul Islam rahimahullah katika Majmu'ul Fatawa akimuelezea huyu mwenye kuacha swala asema, tariku salati, yule mwenye kuiacha swala, sharrun, ni mtu muovu zaidi, minasariqi, hata kuliko mwizi, wazani, hata kuliko mzinifu, washaribil khamri, hata kuliko mlevi, wa akilil hashisha, hata kuliko mvutaji bangi na mwenye kutumia muhaddirat. Kwa hivyo hii ndio hali ya yule mwenye kuacha swala katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kiumbe muovu na ni mtu muovu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kuliko mlevi, mzinifu, muuaji, mlaji riba na mlaji mali za watu kwa dhulma. Na pia vile vile ni mwenye kuitia nafsi yake katika maangamivu na katika adhabu, na katika adhabu ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea huyu mwenye kuiacha swala kusudi akazembea kutokamana na swala, haswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku katika siku amelala akaota. Katika yale ambayo kwamba aliyaona katika ndoto, alimuona bwana mmoja amelalishwa chini na watu wawili, amelalishwa chini, alafu wawili wale, mmoja yochukua jiwe ampatia mwenzake. Yule mwenzake alinyanyua lile jiwe na kumpiga nalo katika kichwa chake yule aliyelalishwa chini, apigwa na lile jiwe mpaka lile jiwe la ruka na kwenda mbali. Alafu aliokota mwenzake, ampa mwenzake, na yule kichwa charegeshwa tena baada ya kuvurugika kwa kupigwa na lile jiwe, kichwa charegeshwa tena katika uhai, afanyiwa tena vile vile, apigwa na jiwe mpaka lile jiwe la ruka na kwenda mbali. Ina maana ametumia nguvu katika kule kulipiga lile jiwe katika kichwa cha huyu bwana aliyelalishwa chini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, ana nini huyu, mbona adhibiwa na adhabu hii kali? Basi wale mabwana wawili wakamwambia, ama Mtume akajibiwa na kuambiwa kuwa huyu ilikuwa ni mtu amehifadhi Qur'ani na wala hakuifanyia ile kazi, hakuifanyia kazi Qur'ani na wala hakuyafanyia kazi mipaka ya Allah. Yale maamrisho ya Qur'ani hakuyatekeleza na yale makatazo ya Qur'ani hakukumika nayo. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa huyu alikuwa akilala kutokamana na swala. Ina maana alikuwa akizembea kutokamana na swala, akilala kutokamana na swala. Ina maana swala nyingine alikuwa akiswali na nyingine alikuwa akilala, kama vile swala ya alfajiri mpaka wakati uondoka. Asa huyu alikuwa akiswali lakini akizembea kutokamana na swala, akilala mpaka kipindi cha swala kimpita. Je, vipi yule ambaye kwamba asiyeswali na mwenye kuziacha swala kabisa moja kwa moja ikawa swali? Muonaje kuhusiana na adhabu yake? Bila shaka adhabu yake itakuwa kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya wal akhirah. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu hawajatofautiana kuhusiana na yule mwenye kuiacha swala kuwa ni mtu muovu na kitendo chake ni kibaya. Ni mtu muovu hata kuliko mzinifu, muuaji, mlevi na mwenye kula mali za watu kwa dhulma. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ndugu Islam, mmoja katika waja wema at-tabi'i al-jalil Abdullah ibn Shaqiq al-Uqayli rahimahullah asema katika maneno yake, ma kana ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun illa as-salah. Asema rahimahullah, hawakuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wanaonelea katika matendo chochote mtu kukiacha ni ukafiri isipokuwa jambo la swala. Ina maana mtu kuiacha swala, ma kana ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun illa as-salah. Al-Imam Ash-Shawkani rahimahullah asema maneno yake haya ndani yake yamebeba ijmaa ya maswahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa maswahaba wa mtume wamekubaliana katika tendo ambalo kwamba mja anapoliacha inakuwa ni sababu ya kukufuru na kutoka katika Uislamu. Kwa hivyo hii ni ijmaa ya maswahaba wote wamekubaliana kuwa yoyote mwenye kuziacha swala za faradhi, swala 5, basi kitendo chake hichi ni ukafiri na ametoka katika Uislamu na hana fungu lolote katika Uislamu. Na asli ya maneno haya ni maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, asema al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ina maana tofauti yetu sisi waislamu na washirikina na makafiri na kipambanuzi baina muislamu na kafiri ni as-salah, ni swala, kusimamisha swala 5. wa man tarakaha faqad kafar, na yoyote ambaye kwamba ataacha swala 5 amekufuru. Kadhalika pia mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna baina ar-rajuli wa baina shirki wa kufr tarka as-salah. Kipambanuzi baina ya muislamu, baina yake yeye na ukafiri, baina yake yeye na ushirikina, tarka as-salah, ni kule kuacha swala. Ina maana mtu anapoacha swala inakuwa ni sababu ya kukufuru na kuingia katika ushirikina. Ndio maana washirikina na makafiri katika adhabu ya jahannam na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala mkali, walipoulizwa ma salakakum fi saqar, ni jambo gani ambalo kwamba limewatumbukiza katika moto, qalu, watasema lam naku minal musallin, sisi ilikuwa si watu wenye kusimamisha swala 5. Kwa hivyo sababu ya makafiri kuadhibiwa baada ya ukafiri wao na kufuru waliokuwa nayo na ushirikina wao pia vile vile ni kule kuiacha swala. Ndipo walipoulizwa kwa nini mmeingia katika moto, ni jambo gani ambalo kwamba limewapelekea motoni, watasema sisi ilikuwa si watu wenye kusimamisha swala. Fala saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla, kama ilivyokuwa Abu Jahal na kina Abu Lahab, ilikuwa si watu wenye kusimamisha swala 5 wala si watu wenye kutoa sadaka na kutoa zaka na kuwasaidia maskini na kuwasaidia wanyonge kutokamana na mali zao, ikawa ni sababu ya kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya ukafiri na ushirikina uliokuwa nao. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, haya yaonesha kuwa mwenye kuacha swala 5, mwenye kuacha swala za faradhi ni kafiri wala hana chochote katika Uislamu. Kadhalika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu asema la hadha fil islami liman taraka as-salah, hana fungu lolote wala hana nafasi yoyote katika Uislamu yule mwenye kuacha swala za faradhi. Kwa hivyo yule mwenye kuacha swala za faradhi asiyeswali, ama aswali Ramadhani mpaka baada ya Ramadhani, baada ya Ramadhani kuondoka aacha swala, basi huyu hana fungu lolote katika Uislamu. La hadha fil islam liman taraka as-salah, hana fungu lolote wala hana sehemu yoyote katika Uislamu, wala Uislamu umtambui yule mwenye kuiacha swala. Kadhalika Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yasema la dina liman la salata lahu, la dina, hana dini nani? Liman la salata lahu, yule asiyekuwa na swala. Kadhalika pia katika riwaya man lam yusalli fala dina lahu,
yeyote asiyeswali swala za faradhi, swala tano, la dina lahu, basi hana dini, hana chochote katika Uislamu, hana fungu lolote katika Uislamu, wala Uislamu hamtambui, maana hukumu yake ni kafir, na yanapita juu yake yale ambayo kwamba yanapita kwa kafiri. Na wanachuoni wasema ikiwa tariku swala yuko katika dola ya Kiislamu na katika nchi ya Kiislamu, basi kiongozi wa Kiislamu na sultan afaa mshike na kumlazimisha kutubia, kumlazimisha regee nyuma na kumlazimisha kuswali katika kipindi cha muda fulani, ima ni siku 2 ama ni siku 3. Ikiwa ataswali ataachiwa, lakini kama atakataa kuswali na kufanya ukaidi na kuendelea kuacha swala, basi kiongozi kama yule ana haki ya kumuua murtaddan, atauawa kwa kuwa ameritadi na ameregea nyuma na kuuacha Uislamu. Kadhalika pia vile vile hatozikwa katika maziara ya Kiislamu, hatofanyiwa yale ambayo kwamba maiti wa Kiislamu yofanyiwa katika kuoshwa na kukafiniwa, kuvikwa sanda na kuswaliwa na kuzikwa kama vile anavyofanyiwa Muislamu na kuzikwa katika maziara ya Kiislamu. Atapelekwa katika maziara ya kikafiri, maana kile kitendo chake cha kuacha swala inakuwa ni sababu ya kumtoa katika Uislamu na kutoa katika Uislamu. Hivi ndivyo Qur'ani na Sunna inavyoeleza kuhusiana yule ambaye kwamba ni mwenye kuacha swala, ni mtu muovu na ni kafiri. Na wanachuoni na maswahaba wamekubaliana juu ya jambo hili. Maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaonelea katika matendo, hakuna tendo ambalo kwamba Muislamu anapoliacha ataingia katika ukafiri isipokuwa swala, kama alivyosema Abdullah bin Shaqiq al-Uqayli rahimahullah. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni hatari mtu kuacha swala, mtu kutoswali swala za faradhi, kuzembea kutokana na swala, inakuwa ni sababu ya kufuru. La hadha fil islam liman taraka swala, hana sehemu yoyote wala hana fungu lolote yule mwenye kuacha swala. Uislamu hamtambui wala hana chochote katika Uislamu, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea makafiri asema, fa intabu wa aqamu ssalah wa atau zaka fa ikhwanukum fid din. Na pia katika aya fa khallu sabilahum, kuwa makafiri wanapotubia wakaacha ukafiri, wakaregea nyuma, wakasimamisha swala na wakatoa zaka, fa ikhwanukum fid din, hapo ndio itakuwa ni ndugu zenu. Kwa hivyo Allah akashurutisha ili makafiri wawe Waislamu na tuwazingatie kuwa ni ndugu zetu. Jambo la kwanza, watubie, waache ukafiri wao na ushirikina wao, na pia vile vile wasimamishe swala 5 na kutoa zaka. Basi katika hali kama hiyo, fa ikhwanukum fid din, itakuwa ni ndugu zenu katika Uislamu. Na pia Allah yasema, fa khallu sabilahum, waachilieni wala msiwadhuru wala msiwaue. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mwenye kuiacha swala ni kafiri wala hana chochote katika Uislamu. Na katika khutba iliyotangulia tulielezea kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliposema, waman lam yuhafidhu alaiha, na yote ambaye kwamba hatohifadhi swala 5, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun yawm alqiyama wa yakunu ma'a Haman wa Firaun wa Qarun wa Ubay ibn Khalaf. Yule ambaye kwamba ataacha swala, hatasimamisha swala 5, itakuwa haswali, hatakuwa na nuru siku ya kiyama, wala hatakuwa ana hoja siku ya kiyama, na wala hatosalimika na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia Mtume asema atafufuliwa pamoja na Qarun na Firaun na Haman na Ubay ibn Khalaf. Hawa viongozi wa kikafiri ndio watafufuliwa pamoja nao. Asa wewe waonaje mtu ambaye kwamba atakuwa kundi moja na Firaun na Qarun na Haman na Ubay ibn Khalaf? Huyu bila shaka ataketi motoni milele, maana hao ni viongozi wa ukafiri, wataketi motoni milele wao na wafuasi wao, kama huyu mwenye kuiacha swala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kuondoka kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani sio mwisho wa swala. Swala bado zaendelea, ibada bado zaendelea, funga bado zaendelea. Na kitendo cha kuacha swala baada ya kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ukafiri na ni jambo ambalo kwamba litakutoa katika Uislamu. Kwa hivyo tulichunge jambo hili la kuacha swala. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Allah anamwambia mtume wake, waamrishe jamaa zako na iamrishe familia yako katika jambo la swala, na pia vile vile usubiri juu yake, usubiri katika jambo la swala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni wajibu juu yetu kusimamisha swala 5 na kuhimizana juu ya swala 5. Tuzihimize familia zetu na kuwahimiza jamaa zetu na kuwahimiza ndugu zetu juu ya jambo la swala 5, wala tusizembee, tukazembea sisi ama wakazembea familia yetu na watoto wetu, ikawa tuwaangalia pasipo na kuwashika mikono. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati,
Sisi sote ni wachungaji na kila mmoja ataulizwa kutokana na kile alichokichunga. Baba ataulizwa kuhusiana na mke wake, kuhusiana na watoto wake, kuhusiana na jamaa zake na familia yake. Kwa nini hawakuswali na ukawaacha? Kwa nini watoto, kwa nini mke wako amelala kutokana na swala alfajiri? Swala alfajiri yampita, wewe enda zako msikitini na wamwacha. Utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أعلم.